Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil wafa, amma ba'd. Ahbabil kiram, walillahi alhamd. Tukiendelea na somo letu la ulumul Quran kupitia kitabu cha Nafahatun min ulumil Quran cha Sheikh Muhammad Ahmad Ma'bad, katika mlango wa sharafu tafsiri, utukufu wa tafsir. Na hii ni sahifa ya 153, katika sahifa ya 153. Sual: ma manzilatu tafsiri baina al-ulumi shar'iyyati, ni ipi daraja ama ni kipi cheo cha tafsiri baina al-ulumi shar'iyyati, kati ya elimu za kisheria. Katika zile ilmu zingine za kisheria kina tafsiri, kina fiqhi na zinazofuatia, ikilinganishwa tafsiri na hizo ilmu zingine, ina daraja gani tafsiri? Jim, jawab: at-tafsiru fil haqiqati, tafsiri ya Qur'an katika uhakika wa maneno, min ajalli ulumi shari'ati al-islamiyyati al-hanifati, min ajalli ulumi shari'ati al-islamiyyati hanifati, ni miongoni mwa tukufu zaidi za ilmu ya kisheria ya Kiislamu. Alhanifati, dini ambayo yadinda batil na kuegemea katika haki, ama dini ambayo alhanifati yapinga ama yapingana na batil na yaegemea ama yakubali haki. Kwa hivyo tafsirul Quran ni miongoni mwa tukufu zaidi ya ilmu zote za kisheria ya Kiislamu. Wa arfa'iha qadran, na ni angatifu zaidi ya ilmu zote na ni ya juu zaidi ya ilmu zote. Qadran, kicheo, tamizi. Wa a'laha, na ni yenye kuwa juu yake zaidi katika zile ilmu nyingine za kisheria. Sha'nan, kishani. Shani ni kiukubwa, shani ni jambo kubwa, kwa shani, kwa daraja pia ya kimambo. Basi tafsirul Quran ina shani kubwa. Kama huwa aidan, kama vile vile hiyo tafsiri, ashraful ulumi mawdu'an wa gharadan wa hajatan ilayhi, ni tukufu zaidi ya ilmu zingine. Mawdu'an, kimaudhui, ina maudhui matukufu, mazuri, maudhui ya ndoa, maudhui ya kimaisha, maudhui ya kila maudhui, ya kulima, ya anga, ya kila fani utapata ndani ya Qur'ani. Nahau utapata, balagha utapata katika Qur'ani. Ina maudhui mingi tofauti na zile ilmu nyingine, huwa zimejitegemea. Kama fiqh haizungumzi jiografia, kama sira haizungumzi mambo ya nahau, kama nahau haizungumzi mambo ya sira. Lakini ukiingia katika tafsiri al-Qur'an umeingia katika maudhui mbalimbali. Kwa hivyo iko na utukufu ya ilmu nyingine kimaudhui, wa gharadan, na kimalengo pia. Zile ilmu zingine ziko na malengo, lakini malengo haswa. Sarfa iko na malengo yake, kujua kukiswarifu kilma na mizani zake za kujua hii ni madhi, mudhari, amri, mwanamke,
na kujua zile mizani za kushika kaida, za kutoka kaidani. Kwa hivyo yahusika sarfa na mizani ya vilma na kubadilika badilika peke yake. Haingii katika mambo ya swala, haingii katika mambo ya i'rab na katika fani za zilioko katika jengo la kilma. Nahau pia ina malengo, lakini katika kutia i'rab mwisho kilma utaingia fatha, kasri ama dhamma ama sakna. Namna hiyo nahau imehusika katika ashkal na harakat. Fiqhi nayo tangalia iko na malengo yake, lakini upande wa ibada na miamala na masala ya usra, ahkamul usra. Lakini malengo tafsirul Qur'an ni pana, imeingia katika malengo mengi sana. Wa hajatan ilayhi, na ndiyo tukufu zaidi kwa kuhitajiwa. Watu wahitajia zaidi Qur'anul Karim kwa madhumuni na malengo mbalimbali ya mambo ya riziki, mambo ya kutoa majini, mambo ya kupata faraja, mambo ya kuswali, mambo ya kilimo, mambo ya anga, mambo ya tarikhi, mambo mengi watu wahitajia kwa njia mbalimbali. Liannahu mutaalliqun bikalami llahi ta'ala, kwa kuwa hii Qur'ani ama hii tafsiri ni yenye kufungamana na maneno ya Allah tukhshio. Wa inna sharafa ilmi tafsiri, na hakika utukufu wa ilmu ya tafsiri, la yakhfa, haufichiki utukufu wake. Faqad qala ta'ala, hakika amenena Allah tukhshio, yu'til hikmata man yasha, humpa hikma amtakaye. Wa man yu'tal hikmata, na yoyote atakayepoa ama atakayepewa hikma, faqad utiya khairan kathira, basi hakika amepewa khairi nyingi sana. Nayo ni tafsir. Ujue tafsiri na kuelewa madhumuni na makusudiwa ya maneno ya Allah, hiyo ni miongoni pia mwa hikma kubwa ambayo hapewi yoyote. Wa akhraja ibn Abi Hatim wa ghayruhu, na ametoa Ibn Abi Hatim na wengine wasokuwa yeye, min tariqi Abi Talha, kutokana na njia ya Abi Talha, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kumpokea Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu atukhshio, fi qawlihi ta'ala, katika kulitafsiri na kulielezea neno lake Allah tukhshio, yu'til hikmata man yasha, humpa hikma amtakaye. Qala, amesema Sayyidina Abdullah ibn Abbas, al-ma'rifata bil Qur'ani, ni kujua Qur'ani. Al-hikma hapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas asema ni uwezo wa kujua Qur'ani, bimaana kwa kuitafsiri ukaijua nasikhi wa mansukhi, ukajua yenye kunasikhi na yenye kunasikhiwa, wa muhkamihi wa mutashabihi, ukajua ambayo ni maneno muhkam, yaliyozatitishwa, yaliyoletwa kwa ihkam, yani kwa namna isokuwa na matata. Wa mutashabihi, na yenye kushabihiana. Kushabihiana ni kufanana ama kudangamaniza, yenye ambayo haieleweki mpaka uwe na uwezo wa ala fulani. Wa muqaddimi, na iliyotangulia yake. Wa muakhiri, na iliyochelewa katika Qur'ani, ama kama kwa ismul fa'il, ama wa muqaddama hu, na iliyotangulizwa, wa muakhirahu, na iliyocheleweshwa. Ukitia kasiri itakuwa ismul fa'il, fataha ismul maf'ul. Wa halalahu, na ujue halali yake,
na haramahu, wa haramahu na haramu yake, wa amthalahu na mithali za Qur'anul Karim. Fa ilmu tafsiri, na haya ambayo tumeyaeleza kuhusu al-Imam, kuhusu Sayyidina Abdullah ibn Abbas, amepokewa na al-Imam Suyuti katika kitabu chake cha Itqan, mujallad wa pili, sahifa ya 175. Fa ilmu tafsiri, basi elimu ya tafsiri, kad haza sharafa, hakika imehozi, imekusanya utukufu, min jihatin thalathin, kutokana na pande tatu, imekusanya utukufu kwa pande tatu. Awalan, mwanzo wa hizo pande tatu, min jihatil mawdhu'i, ni kutokana na upande wa maudhui, zile maudhui yake ama mada zake. Fali anna mawdhu'ahu kalamullahi ta'ala alladhi huwa yambu'u kulli hikmatin, ni ya kuwa maudhui yake ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, ambaye kwamba huwa yambu'u kulli hikmatin, ndiyo matumbuko ya kila hikma, wa maadinu kulli fadilatin, na ni maadini ya kila ubora, fihi naba'u ma qablakum, ndani yake pana habari za walioko kabla yenu. Katika maudhui yake, fihi, katika hayo maudhui, naba'u ma qablakum, pana habari kubwa za waliokuwa kabla yenu, yani kabla yetu, kina Nabii Adam, kina Nabii Hud na Nabii Shuaib na umma mbalimbali ambao walitutangulia. Wa khabaru ma ba'dakum, na pana habari za watakaokuja baada yenu. Pia pana mambo mpaka kusimama kiyama na kuingizwa peponi na wa motoni kwenda motoni. Wa hukmu ma bainakum, na pana hukmu ma bainakum, zilio kati yenu. Wa hukmu ma bainakum, na pana hukmu zilioko kati yetu. Katika maudhui yake Qur'ani imeeleza hukmu ambazo zitatuhusu katika mambo mbalimbali. La yakhluqu ama la yakhlaqu, waweza ukasoma kwa njia mbili na zote ni sawa, kwa sababu hii fi'li yatokana na njia tatu. Waweza ukasema khalaqa, masdari yake itakuwa khuluqan, athaubu waljildu balia, kisha khaluqa pia khalaqatan, althaubu waljildu bimaana balia, kisha pana khaliqa bikasri lami, ambao masdari yake nitakuwa ni khalaqan, khalaqa yakhlaqu, na khalaqa khaluqa ambayo yakhluqu, na khalaqa pia yakhluqu. Kwa hivyo kwa njia tatu itakuja bimaana athaubu waljildu wa ghairuhuma balia. La yakhluqu ama la yakhlaqu, haitakaliki Qur'ani ala kathrati raddi, juu ya wingi wa kuradhiwa ama pamoja na wingi wa kuradhiwa. Wala tankadhi, wala haimaliziki, ajaibu, maajabu ya Qur'ani hayamaliziki. Thaniyan, upande wa pili, min jihatil gharadhi, ina ubora kupitia upande wa malengo. Fali anna al-gharadha minhu, basi kwa kuwa malengo kutokana na Qur'ani, huwa li'tisamu bil urwati al-wuthqa, ni kushikamana na ugwe ulioshikamana. Al-urwatu al-wuthqa ni ugwe ulioshikamana ama kamba iliyo
imara. Al-urwatul wuthqa ni uhusiano thabiti ama njia ya kuaminika zaidi ama dhamana imara zaidi. Na ni kilma hichi kimeletwa tashbihan bilurwati allati la tanqati'u wala tanfasimu, na ile kamba ambayo haikatiki wala haifumuki ama kuchanika chanika. Na al-wuthqa ni rabatun qawiyun, ni kitu cha kufungia chenye nguvu. Ndio dini imefanyiwa tashbihi kwa kupitia hiyo kamba ambayo ina nguvu zaidi, ama imeletwa kwa njia al-urwatul wuthqa kasti'aratin, ni kama kuazima ama kufanya isti'ara litashabbuth bidini alhaqi watauhid, kwa kushikamana zaidi ama kikweli kweli ama kwa uimara na dini ya haki na kushikamana kisawasawa na tauhid. Na kilma hichi al-urwatul wuthqa kina tafsiri tatu ama kimeregeshwa maana yake katika dini ni nini? Pana kauli tatu. Al-urwatul wuthqa kando na tafsiri yake ni kuwa wengine wanasema huwa kalimatu la ilaha illa Allah, kushikamana na kilma cha la ilaha illa Allah ndio kamba ambayo ni imara zaidi ya kushikamana nayo. Ama wengine wakatoa kauli wakasema al-urwatul wuthqa huwa al-imanu billahi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wakasema al-urwatul wuthqa huwa al-islam, hiya al-islam, kilma hichi ni Uislamu. Kauli ya kwanza al-urwatul wuthqa hiya kalimatu la ilaha illa Allah. Kauli ya pili hiya al-imanu billah. Kauli ya tatu hiya al-islam. Na zote zaregea katika maana mutakariba, yenye kukurubiana, yanaorudi maana yake kauli zote tatu ila tamassuki bitauhidi wal imani billahi subhanahu wa ta'ala, ni kurudi na kushikamana na tauhid al-khalis. Wal usulu, na malengo yake pia ni kusikilia kufika ila saadati alhaqiqiyati allati la tafna, mpaka kwenye usuudifu wa kihakika ambao hautoweki, yani haumaliziki. Na malengo pia ya Qur'an ni kumfikisha mtu kwenye usuudifu. Usuudifu ni wema na kuwa dhidi ya ushaqi wa kiuhakika, allati la tafna, usuudifu ambao ama wema ambao haumaliziki. Thalithan, ya tatu, min jihati shiddati alhajati ilayhi, ni kutokana na ukali wa kuhitajia Qur'anul Karim. Fali anna kulla kamalin diniyin, basi kwa kuwa kila ukamilifu wa kidini au duniawiyin au wa kidunia, ajilin au ajilin, wachangusa au chakisa, ajilin wachangusa au ajilin au wachakisa. Changusa ni duniani, hapa duniani, au ajilin au chakisa wa akhira, ukamilifu wa hapa duniani au wa kidini wa hapa duniani au wa kesho akhira,
muftaqirun ila al-ulumi shar'iyyati wal ma'arif ad-diniyati, wahitajia ilmu za kisheria na maarifa ya kidini. Wahiya mutawaqqifatun ala al-ilmi bikitabillahi ta'ala, na hizo ilmu za kisheria na maarifa ya kidini mutawaqqifatun ala al-ilmi, ni zenye kushangaa juu ya ilmu ya kitabullahi ta'ala, yani hauwezi kujifanyia mpaka utegemee. Mutawaqqifa yani zimefanywa tawakuf, hauwezi ukatunga sheria zako ama maarifa yako ya kidini isipokuwa urudi katika nini? Bikitabillahi ta'ala, kwenye kitabu cha Allah tuksheo. Ni zenye kushangazwa ama kushangaa ama ni zenye bimaana, kuna tafsira na maana. Yo kushangazwa mutawaqqifatun ala alilmi, ni zenye kutawakaf, yani kushangaa bimaana kusimamia juu ya ilmu za kisheria. Hauwezi ukatoka ukatunga sheria zako. Kwa hivyo neno hapa mutawaqqifatun ala alilmi manake zategemea ilmu ya kitabullahi ta'ala, chuo cha Allah tuksheo, ilmu zote za kisheria na maarifa yote ya kidini. Wa bima jaa fihi min amrin wa nahyin, na zategemea yale yaliyokuja katika Qur'ani kutokana na maamrisho, wa nahyin na makatazo, wa tashri'in na kusherehesha, wa tashri'in hakimin na kushereheshwa kuliozatitishwa, yani kulioletwa kwa njia ya ihkam, wa nidhamin mustaqimin na nidhamu ilolingana. Kwa hivyo pana udharura mkubwa wa kuweza kuijua Qur'ani kwa kuwa yahitajiwa kwa malengo mbalimbali kama haya ambayo tumesoma, na huwezi ukafikia mpaka ujue tafsir. Wallahu ta'ala a'lamu, na Allah tuksheo ayua zaidi. Hapa tutakoma. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.